Ni wakati wa neno. Wakati wa neno, siri ya kufanikiwa. Siri ya kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Siri ya kufanikiwa. Tunataka tupate kumwangalia mtumishi wa Mungu Eliya. Eliya alipata kumwona Mungu wakati alipotumwa na Bwana. Wakati alipotumwa na Bwana alikuwa na gairi, maana kulikuwa kuna mama mjane ameachwa na mtoto mmoja. Eliya akawa ametumwa kwenda kuifanya hiyo kazi, na hajui atakula nini, atakunywa nini, atavaa nini, atalala wapi. Lakini alipokuwa anagairi, Bwana akamwambia, kuna mtu nimemtanguliza huko, na utakapoenda kukutana naye, utukufu wa Bwana utakuwa pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo tunataka tumwangalie Eliya alifanikiwa vipi, alimuona Mungu vipi, ili sisi nasi ndani ya huu mwaka ambao Bwana ameturitisha tutamuona Mungu vipi. Ufalme wa Kwanza 17 mstari wa 8 mpaka 16. Ufalme wa Kwanza mlango wa 17 mstari ni wa 8 unasema, neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Basi akaondoka akaenda Sarepta, hata alipofika langoni pa mji. Kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila kikonzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni 2 ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tule tukafe. Eliya akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo uniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Basi akafanya kama alivyosema Eliya, na yeye mwenyewe na Eliya na nyumba yake wakala siku nyingi. Lile pipa la unga halikupunguka, wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawasawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha Eliya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Eliya tumwa na Bwana, hakuwa na chochote katika maisha yake. Alitumwa yeye kama yeye, akaambiwa kwamba ninakutuma kwa ajili ya kuifanya kazi yangu, na utakapoamini ya kwamba mimi niko ndani yako, hautapungukiwa na kitu chochote. Akashika njia. Neno linasema ya kwamba akaenda akampata mwanamke mjane anakata kuni ili akapate kujipikia yeye na mwanawe. Mama mjane akamwita na kumwambia ya kwamba ni na maji, maana ninahisi kiu. Mama yule hakugai, akaacha kazi kukata kuni,
akataka akapate kumchotea maji Eliya. Alipokuwa ametangulia, akatoa ya kwamba mama, poenda chukua maji, niangalilia hata kama ni kipande kidogo cha mkate uniletee. Yule mama akamwambia ya kwamba nilicho nacho ikaunga kamebakia, ambako hako ndo kamesalia, nikapike mimi na mwanangu, na katakuwa kameisha, na hatujui tutakula nini, na njaa imetangazwa inakuja. Bwana Yesu asifiwe. Hicho kiunga kidogo ambacho kimepipa lako, enenda ukanitengenezee kamkate, unianze kuniletea mimi, halafu ukapike. Bwana Yesu asifiwe. Makatii akaenda akamtayarishia mtumishi, alipomaliza kumtayarishia akamletea, na hajui baada ya hapo atakula nini. Haleluya, jina la Bwana litukuzwe. Wakati walipokuwa wanaendelea kukula, Eliya akamwangalia yule mama mjane, akawa anahuzunika ndani yake. Akamwambia, mama, usiwe na huzuni, umepata kunitekeleza. Nataka nikwambia ya kwamba pipa lako kuanzia leo kula kunywa mpaka mvua utakapokuja. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana litukuzwe. Na Eliya akamwambia, mama, usihangaike kwa ajili ya kula kwako, maana yule atakulisha, balisha, atakupa unachohitaji. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Niposa nataka nikwambia ya kwamba Bwana ametuma mjumbe wake, ya kwamba hitaji la moyo wako linaenda kutekelezwa. Maana hitaji la moyo wako kuanzia unaenda kulipokea kwa jina la Yesu. Wewe ni wa maana machoni kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana litukuzwe. Mwambie Bwana, karibu, maana nataka nikapate kukuona. Mama mjane alikuwa amekata tumaini. Neno linasema alikula, kunywa, hakuna dhiki aliyoiona mpaka mvua ikanyesha. Hata wewe nawe ndani ya mwaka huu, haijalishi umeingia ulikuwa uko na dhiki, lakini Bwana anaenda kuachilia chembi chembi ndani ya maisha yako mpendwa. Utakuwa mwaka wa maono kwako, utakuwa mwaka wa baraka kwako, unaenda kuwa mwaka wa kufunguliwa mpendwa. Hakuna onekana magonjwa kwako, maana kunaye Bwana amemtuma mjumbe. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana litukuzwe. Kuna yule ametumwa ni kwa ajili ya kwenda kuhangaikia maisha yako mpendwa. Bwana anataka akapate kukushangaza katika maisha yako. Ninajua ya kwamba umekata tamaa, ninajua ya kwamba mwaka umeanza, lakini hujui utaanzia wapi, maana mbele huoni, nyuma huoni, lakini nataka nikutangazia kwamba hakika wanaenda kujua kwamba kuna Mungu ndani yako. Amina. Haleluya. Huu ni mwaka wa wewe ukapate kwenda kuinuliwa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Si wakati wa kuhuzunika. Huu ni mwaka wa baraka, na Bwana ametuahidia kutufungua, ameahidi kuponwa, na unaenda kupona kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kama ndugu yangu aliyeletwa wakiwa wamekata tumaini. Haleluya, jina la Bwana litukuzwe. Hakuna kifafa kitaonekana kuanzia leo. Bwana anaenda kumfungua. Amen. Bwana anaenda kumponya. Ni jambo gani gumu lisilowezekana kwake? Kuna Eliya ametumwa. Bwana ametuma ni kwa ajili ya maisha yako. Nataka niwatangaze kwamba Mwana wa Daudi akakomboa nyumba yako, akomboe na familia yako. Amina. Kuna ya Mungu ametuma mpendwa. Amen. Kuna ya Mungu ametuma ni kwa ajili yako mpendwa. Huu unakuwa mwaka wa furaha ndani yako. Moyo unakuwa moyo wa amani. Utakuwa ni moyo kuanzia wa kufurahi. Bwana ondoa dhiki ndani ya moyo wako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwekea kagonjwa ili mwaka huu uwe kila siku niwe na kupoteza pesa tu. Hiyo haiwezekani Bwana. Ananiwazia mambo mema, ananiwazia
mambo mema. Bwana ana neno nataka kuliachilia ndani yako. Amina. Haleluya. Bwana anaenda kukutendea bwana. Bwana anaenda kukufungua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwaminifu. Pigana nao wanaopigana nami, teta nao wanaoteta nami, nyosha mkono wako wauone, ili wajue wewe ni Mungu. Baba, pigana nao wanaopigana nami, teta nao wanaoteta nami, nyosha mkono wako wauone, ili wajue wewe ni Mungu. Mwite Bwana katika maisha yako, maana anahitaji akapate kukomboa. Na ni siku ya leo unaenda kukombolewa kwa jina la Yesu. Bwana anaenda kukutetea. Bwana anaenda kukupigania. Bwana anaenda kuachilia ushindi kwa ajili ya wokovu wako. Wokovu wako ni wa maana machoni kwa Bwana. Wokovu wako ni wa maana katika maisha yako. Si wakati wa kupoteza tumaini, bali ni wakati ukamwambie Bwana, ninataka nikakuone ukiwa mtetezi katika maisha yako. Mwaka utakuwa mwaka wa kufunguliwa na ni mwaka wa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Tulipoanza hili jengo, hatukuamini kwamba tunaweza tukafika mahali tumefikia, lakini tuliweka tumaini. Tulidharauliwa, najua kushikwa matai juu ya madhabahu, lakini mkono wangu ukawa mfupi. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa ninatengeneza njia nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo hata sisi nasi walio Ulaya wanatuona, si namna hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. YouTube ni yetu, ni lazima tuwe tunaifuatilia, maana kama nyi wenyewe hamtafuatilia, atakayefuatilia ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Unapo uko nyumbani, uko na shilingi 5 yako, umefungua data yako, ingia kwa YouTube. Bwana Yesu asifiwe. Unapoingia kwa YouTube, tafuta Pastor Elias Masha. Bwana Yesu asifiwe. Utakapotafuta utaona mahubiri ya tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Kama umelipoteza tumaini, utaliona tumaini. Like, subscribe, comment. Neno la Bwana lizidi kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama huna kazi nyingi, wewe ingia tu tayari, ulike, ufanye vitu vyako, uendelee. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana ataenda kukutendea. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni kazi ya Bwana tunaifanya nyasha, lakini watu wakapate kupokea wokovu. Kuna watu wanafunguliwa kwa kile mlichokifanya. Kuna watu wamepokea uzima kwa kile mnachokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana atakuwa pamoja nanyi, ataenda kumtetea. Bwana anaenda kutetea kama vile alivyotetea mama mjane yule. Na wewe maisha yako yanaenda kutetewa, maisha ya watoto wako, maisha ya nyumba yako. Bwana anaenda kwa ajili ya utetezi. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu neno la mkesha limefungua watu. Nipokea simu nyingi. Bwana mchungaji ubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii naona niko mahali pazuri, nimeshangazwa, Bwana ananitendea. Bwana Yesu asifiwe. Yule wa mwisho Bwana alinipigia juzi, ananiambia, Bwana, nilipoingia tarehe 3, tajiri wangu akanambia, kwa sababu nilikuwa ninakupa pesa kidogo, sasa hii nitakuwa ninakupa 1500 pesa ya kule, ambayo hiyo ni 70,000 atakuwa anachukua. Bwana Yesu asifiwe. Atakuwa anachukua 1000 ngapi? 70. Akanambia, mimi mchungaji, harusi yako sitaki kusema, bora ifike tu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hata akinisimamia amesema ile kichache unamanya minombea. Unajua mimi sikuzoea kufunga siri. Sikuzoea Akanambia, hamna nikiwa nimekosa nitakuletea kilo kuja mapema sana. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Mungu imetosha. Angalia nyinyi, eti mnasema tutapiga pere. Mmoja alibeba hapa, si mmezoea kubeba. Kila mmoja atatoka na kapeto kapere hapa, tena amekula ameshiba, na ende na nyumbani akakule huko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anaenda kutenda bwana. Mimi ninamtumaikia Mungu aliye hai na hajawahi kushindwa katika maisha yangu.
na hatashindwa. Anaenda kupigana na wale wanapigana nao. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati ukamwambie Bwana, nataka nikaone utukufu wako siku ya leo.